unaamka daku kwa sababu gani? Unaamka daku ili kesho ufunge. Hiyo ni nia. Ndani ya moyo wako, mimi kesho bwana nitafunga. Ni nia. Hakuna haja tena kama unavyoona katika baadhi ya misikiti mpaka leo. Kuna baadhi ya misikiti watu wananuizwa msikitini. Kila baada ya Isha msikiti unajaa, watu wamekuja kunuizwa. Imam akishatoa salamu ya salati al-Isha, imma ni muadhin au ni shekhe ama ni imam, anachukua spika kama hii, anaanza kutaja kwa sauti na watu wanaitikia. Nawaitu, watu wanaitikia nawaitu sauma ghadin an adai min yaumi shahri ramadanan imanan wa ihtisaban liwajhi llahi alkarim. Alfatiha. Hii hakuna hii. Watu wenyewe wameyazusha, wala mtume hajawahi kufundisha. Hakuna hadithi hata moja ambaye, wacha ile ambaye ni dhaifu, hata ile ambaye anasingiziwa mtume hamna. Kwa hivyo nia ndio kitu cha msingi wa kwanza katika mambo ya nguzo ya saumu. Nguzo ya pili, ndugu yangu, ambayo ni nukta muhimu, kwa sababu tumetaja hapa nguzo za saumu ziko mbili tu. Ya kwanza ni nia na ya pili ni al-imsak min al-muftirat min tulu' al-fajri ila ghurubi shams. Ni mtu kujizuia kutokana na vitu ambavyo vinafuturisha, vitu ambavyo vinatengua saumu ya mtu, kutoka alfajiri inapoingia mpaka jua inapozama wakati wa magharibi. Toka alfajiri inapoingia mpaka jua inapozama wakati wa magharibi, kuna vitu ambavyo umekatazwa kuyafanya. Hapa katikati ujizuie na hizo vitu, usikaribie. Na ndio unaona hapa imetajwa min tulu'i alfajri, alfajr as-sadiq. Mwenyezi Mungu anasema thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha timizeni saumu mpaka usiku, maana yake mpaka magharibi inapoingia.